Wakati anajiunga na Young Africans kutokea kunako klabu ya Vipers ya huko nchini Uganda, huyu si mwingine ni Starboy Allan Okello, kiungo mshambuliaji wa klabu ya Young Africans. Alipitia kipindi kigumu na watu wengi walikuwa wanamhukumu na kumtaja kwamba ni miongoni mwa wachezaji ambao hawana mchango kwenye klabu ya Young Africans, lakini hivi sasa yeye ndio kinara wa kutoa pasi za usaidizi wa magoli ama asisti kwenye ligi kuu ya NBC Premier League. Tunakwenda kumwangazia Allan Okello, nyota wa aina gani, na hapa ndio ubora wake ulipo, ama tutegemee makubwa kutoka kwake bwana mdogo huyu kutoka huko nchini Uganda. Naitwa Leopard John, niko hapa na Shabir Daniel kwenda kumzungumzia The Starboy, miongoni mwa wachezaji ambao wasipokufunga basi wataasisti. Shabir, tuanzie hapo. Okello ni mchezaji wa aina gani? Tumeshamzungumza kwa kiasi kikubwa, tuzungumzie hichi ambacho anakifanya. Huyu ndio Allan Okello ambaye watu wengi walikuwa wanamfahamu, akamshawishi engineer kwenda Uganda kumsajili moja kwa moja, ama tumtegemee zaidi ya hapa ambako ameshafanya? Nafikiri mchezaji ambaye hichi anachokifanya ndo Yanga walimsajili kwa kufanya hichi ambacho anakifanya, kwa sababu throughout career yake tangu akiwa KCCA ya Uganda, kabla hajaondoka kwenda nchini Algeria, alivyorejea pia Uganda katika kikosi cha Vipers, Okello amekuwa akijulikana kama Mr. Goal and assist, yani asipofunga basi ataassist, asipoassist basi atafunga. Ndo career yake imekuwa akizungumzwa kwa takwimu kama hizo, yani ni mchezaji wa numbers. Na tangu amekuja Young Africans ndo kama hivi unaona kwenye ligi ana mchango wa magoli 8, assist 6, lakini magoli 2. Nafikiri pia kuna kitu ambacho kimechobadilika kwake mpaka tunaona hizi namba zinaanza kutokea, ni mabadiliko kidogo ya kimfumo ya kiuchezaji katika kikosi cha Yanga katika michezo hivi karibuni, kwa sababu hizi namba zimeshoot kwenye michezo takriban 3 mpaka 4 iliyopita ya Young Africans. Ukiangalia namba zake kwenye mechi za mwanzoni zilikuwa ziko chini. Kwa hiyo kwa hivi karibuni kama mfumo wa kiuchezaji umebadilika, na huyo Okello ni mchezaji wa kimfumo zaidi. Yani sio kila mfumo unaweza kumtumia na akakupa kile ambacho amezoea kukupa. Mwanzoni wakati anakuja Young Africans alikuwa anatumika zaidi kama winga wa kulia. Mahali ambako tunafahamu uchezaji wake, unapojua winga, sifa kubwa ya winga kwanza ni lazima awe explosive. Yani awe akipokea mpira anaamsha, analipuka, anakimbia kwa kasi, locomotive. Sasa sio huyo, sio okay. Yani sasa umtumie Chama kama winga. Yani unataka Chama akupe vitu vya Anise Oura. Yani huwezi ukapata ubora wa Clatous Chama. Yani ukikubali acheze kutokea pembeni mtu kama Chama au Okello, basi umtengenezee mazingira ya kuwa na runners wengi ambao wana overlap upande wake. Yani kama Okello angemkuta yao mzuri kwenye ubora wake kipindi kile, nafikiri wangetengeneza combination nzuri upande wa kulia, kwa sababu yao anapenda kuoverlap, kupita nyuma, kupita mbele ya winga wake na kuhold mapana ya uwanja. Lakini ni tofauti kumweka Okello kipindi kile acheze na mtu kama Mwenda ambaye ha overlap sana. Mara nyingi unamkuta kwenye hafu yake akizuia sana, akichezea mpira kwenye hafu yake. Kwa hiyo wachezaji wa namna hiyo wana struggle kama Okello kimpanga kwenye eneo hilo la winga ya kulia. Kwa hiyo ili upate ubora wa Okello lazima umtumie kama namba 10. Alafu kuwepo kuna runners, watu ambao wanakimbia kwenye maeneo, kwenye half space, kwenye channels, kufanya mikimbio kuingia kwenye box ili waweze kufunga na kunufaika na pasi zake. Na kama umeona pasi kwa mfano aliyompa Zimbo jana, inawezekana ni moja kati ya assist ya msimu ambayo ameipiga ni ile. Nafikiri na Chama aliyompigia Mpanzu kwenye mchezo wa ligi Simba na Singida, inawezekana ni moja kati ya assist bora. Wanaofuatilia wanaweza wakapiga kura wenyewe wakaamua ni assist ipi ni bora, hii ya Okello kwa Mohamed Hussein jana au ile ya Chama kwa Elim Mpanzu. Kwa hiyo ndio mchezaji huyo Okello tangu hata akiwa Vipers anatengeneza nafasi nyingi za kufunga, kwa sababu lazima kuwepo kuna runners. Akiwa Vipers alikuwa anacheza na Yunus Sentamu mbele. Huyu ni mshambuliaji, anacheza kama Dube vile,
wanakimbia sana kwenye channels nyuma safu ya ulinzi ya timu pinzani, lakini Vipers pia walikuwa na mawinga wenye kasi ambao wanakimbia pia kunufaika na pasi za Okello kwenye shimo la namba 10. Alikuwepo Milton Kalisa, nafikiri unamjua. Kulia huku msimu pia mwanzoni walimsajili Usama Rafatikiza na ni winga ambaye anakimbia pia kwenye nafasi. Walikuwepo kina Abdul Karim Watambala wanakimbia sana kwenye nafasi. Kwa hiyo ili upate ubora wa Okello kwenye midfield, mpange kwenye midfield, run game, muamini, umpe mipira, receive kwenye zone ile ya 14, zone hatari kwenye mbele ya lango la mpinzani, afanye ambacho anakifanya, then utapata ubora wake. Na ni kitu ambacho ndio Young Africans wamekuwa wakikifanya kwake, wakitumia mfumo mzuri ambao unamaccommodate kwenye maeneo ambayo yeye anakuwa comfortable kureceive mpira katika mazingira ambayo hakuna pressure kubwa, na anafanya kile ambacho anakifanya. Sawa, Young Africans unafikiri wanakwenda kunufaika naye vipi hasa Allan Okello, mbali na msimu huu ambako watu wengi licha ya kwamba alikuwa ana ile consistency lakini walikuwa wanampa imani kwa kuelekea misimu ambayo inakuja, Young Africans watakwenda kunufaika na nini hasa kwa Allan Okello? Nafikiri watanufaika kwa sababu ni mchezaji ambaye sio mchezaji mdogo. Huyu anajua ambacho anakifanya. Ni mchezaji mkomavu, ana uzoefu. Kwa hiyo watu hawataki kumtreat kama mchezaji mdogo. Yaani anachokifanya amezoea kukifanya na wala hana pressure kwa sababu ni national team player huyu. Na amecheza mechi nyingi pia za kimataifa tangu akiwa mdogo. Nafikiri eneo pekee ambalo anatakiwa kuboresha, licha yote na sifa ambazo mimi nampa, mimi ni mtu ambaye nimekuwa nikimkosoa sana Okello. Yaani hilo nakiri wazi. Ni mchezaji ambaye binafsi nataka nione akiwa na ile mentality ya wachezaji wakubwa kwenye mechi kubwa. Yaani sitamani kumuona kwa kipaji alichonacho. Yaani kwa kipaji alichonacho na uwezo wake, hizi mechi za Mbeya City sio mechi gani ni ndogo sana yani kwake. Yaani alipaswa, yani anafanya ambacho yani unazoea lazima afanye kwenye hizi aina ya mechi. Sasa nataka nimuone Okello. Mfano inakuja dabi Simba na Yanga Mei 3, apate nafasi aonyeshe kile ambacho anakionyesha dhidi ya hizi timu ndogo. Yaani ukiwa mchezaji mwenye kipaji kama cha Okello na uwezo wake, hutakiwi kuitwa, kuna neno moja la Kiingereza wanaita flat track bully. Yaani uwe mchezaji mkubwa ambaye unaonea timu ndogo. Wapo kuna wachezaji wenye sifa hizo. Wakati kwa mfano Lukaku wakati anacheza Everton, alikuwa anafunga magoli 20 kwa msimu, lakini alikuwa hawezi kuzifunga timu kubwa nchini England. Alikuwa magoli yake hamfungi Manchester United, hamfungi Man City, hamfungi Liverpool, hamfungi Chelsea. Alikuwa anazifunga hizi Soton kama Depu. Omona. Sasa Depu achana Depu nimekutolea mfano. Sio mbali Depu kwa hiyo wanamzungumzia Depu. Kwa hiyo nataka nione vipaji vya wachezaji kama Okello vikianza kutesa pia hizi timu kubwa. Cheza na Azam wasumbue kama alivyokuwa anafanya Azizi. Cheza na Simba watungue kama alivyokuwa anafanya Azizi. Yes. Sasa hapo mimi nitakula maneno yangu kwake. Sawa. Hayo ni ya Starboy Allan Okello, nyota kutoka huko nchini Uganda ambaye amekuwa na maendelezo mzuri kwa siku za hivi karibuni kwenye kikosi cha wananchi Young Africans, na amekuwa ni top assist katika ligi kuu ya NBC akiwa na assist 6 akifuatiwa na kina Elia Mpanzu, Festus Salum na Mudathir Yahya Basi. Ni nyota ambaye tayari ameshaanza kujichukulia umaarufu na ufalme kwa kikosi cha wananchi Young Africans. Hadi wakati mwingine, endelea kusalia nasi.